Ni wakati mwingine tena, mtazamaji. Karibu sana katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Na nilikuambia kwamba hapa ninakuwa nazungumza na watu mashuhuri, watu wakubwa, watu wazito. Ndio maana sasa na mimi mwenyewe kidogo natetemeka kwa sababu wamekuwa ni watu wenye mchango mkubwa sana. Hasa tukizungumzia lugha ya Kiswahili katika ukuaji, uendelezwaji na ukuaji hapa ughaibuni, hapa nchini Ujerumani, mjini Cologne. Huwezi kuacha kutamka jina la Mwalimu Agnes. Nipo naye hapa kama unavyomuona. Mwalimu, karibu sana. Asante sana. Hongera sana kwa kazi nzuri. Nashukuru sana. Na tokea nipo Tanzania nilikuwa nikisikia jina lako. Ndiyo. Panapotajwa Pambazuka, basi na jina lako linakuwa limeambatanishwa kwa pembeni. Labda utuambie tu kwa ufupi, wewe ni nani pale Pambazuka na hasa unafanya nini hapa? Sawa. Asante sana Bwana Kitenge. Mimi ninaitwa Mwalimu Agnes Bruvilla. Ni mwalimu wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Cologne. Nimekuwa nikifundisha hapa kwa miaka 11 sasa. Na mwaka 2022 nilipata wito kutoka ubalozi wa Tanzania kule Berlin. Nikiombwa kwamba tushirikiane kufanya sherehe ya kusherekea siku ya Kiswahili duniani. Na siku hiyo ya maadhimisho ya Kiswahili duniani tulifanya mwaka 2022. Tumejitahidi kadri tulivyoweza kuwatangazia watu wapenzi wa Kiswahili. Tumealika watu waandishi wa vitabu na tukaandaa chakula cha Kiswahili, tukaandaa wanahabari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle, na pia wanafunzi na watu tu wengine kutoka sehemu tofauti Koloni na vitongoji vyake na mikoa ya jirani, wengi walishiriki. Na kutoka na ushiriki ule wa wingi wa watu waliojitokeza, nikafikiri kuna haja ya kuanzisha chama ambacho kitawaweka pamoja Waswahili, ama si tu Waswahili, wapenzi wa Kiswahili. Sasa hatujabagua, wawe Wajerumani, wawe Waholanzi, wawe Waarabu, wa Kenya, Waganda, wote waliokuwa ambao wana mapenzi na lugha ya Kiswahili, ili jambo likawa letu sote. Kwa hiyo kutoka pale nilitafuta marafiki ambao wana mtazamo kama wangu, niliwashirikisha jambo hili, tukaanzisha pamoja Pambazuka. Na tumekuwa tukionana na kufanya tunaita mkutano wa barazani kila mwezi. Ili kwamba watu wazoee na wajifunze kwamba hii ni sehemu yetu na hili ni jambo letu, lazima tuwe na kitu cha kufanya kila mwezi. Sawa. Uzoefu huu wa kukiendeleza Kiswahili hasa katika ufundishaji, na umekuwa una miaka mingapi hasa katika tasnia hii? Kusema kweli mimi ni mwalimu wa miaka mingi, lakini kwa hapa Ujerumani ni miaka 11. Okay. Lakini nimefundisha nyumbani katika shule za sekondari tofauti. Okay. Alafu nimefundisha pia Marekani katika chuo kikuu cha Michigan State. Ndio. Alafu baadaye nimefundisha tu kama mkufunzi au mwalimu binafsi wakati nikisoma nchini Uswisi. Ndio. Kwa hiyo nikihesabu miaka yote inaweza kuwa mingi, lakini kwa hapa Ujerumani ni 11 kwa sasa. Sitegemei sana ukinipa jibu la kushangaza kutokana na swali langu ambalo nataka nikuulize. Miongoni mwa wanafunzi wako pale ulipokuwa ukifundisha Tanzania na huku nje ya Tanzania, wapi wameonekana kuwa serious katika kujifunza lugha ya Kiswahili? Kusema kweli, Tanzania wanajifunza lugha yao wenyewe. Kwa hivyo ufunzaji na ujifunzaji wa lugha ya Kiswahili kwa Waswahili ni tofauti na ufunzaji na ujifunzaji wa lugha ya Kiswahili kwa wageni. Lugha ya Kiswahili inafundishwa tofauti kulingana na uhitaji wa wajifunzaji wenyewe. Kwa hivyo wote wana nia nzuri, wana ari sana ya kujifunza, na unaona kweli wanafanya kazi kubwa. Na wanafunzi wa ughaibuni wengine hawana sababu sana ya kusema wanalazimika kujifunza, lakini ni mapenzi yao tu na wanajaa sana madarasani. Mimi pekee hapa ni mwalimu peke yangu ambaye nafundisha madarasa yote, na kwa juma moja nina madarasa 8 ya kufundisha. So kwa hiyo unaweza kuamini
ni kiasi gani kuna uhitaji na wingi wa wanafunzi katika kujifunza hii lugha. Je, wapo Watanzania ambao hawajui lugha ya Kiswahili ambao ni maybe labda walizaliwa huku au hawajawahi kabisa kwenda Tanzania au waliondoka muda mrefu wamekisahau? Je, wapo watu huku? Wapo Watanzania ambao hawajui lugha yao kabisa ya Kiswahili, na hao ni wale ambao wamezaliwa huku na wazazi wao kwa bahati mbaya walikuwa wakiamini kabisa kwamba wakiwazungumzisha watoto wao kwa Kiswahili, watoto watashindwa kujifunza Kijerumani. Kwa hivi watoto wengi, hawa nikizungumza wengi hasa ni watoto, ni wazaliwa wa hapa. Na hii ilikuwa pia ni moja ya shabaha kubwa kuanzisha Pambazuka, kwa sababu tunatoa madarasa ya kuwafundisha watu kama hawa wasipoteze, wenye nasaba ya Kiswahili na Uswahili, wasipoteze utamaduni wao, wasijisahau wao ni nani, wametoka wapi, kwa sababu lugha ni utambulisho wa mtu kwamba yeye ni nani, anatoka wapi. Inamjengea kujiamini, inamjengea kujikubali, na inamfanya ajisikie vizuri. Ndio. Sawa. Kwanza kitu kingine pia hongera sana kwa kufanya Kiswahili, lugha ya Kiswahili pia kukubalika na hata viongozi wa serikali ya huku, na hata kuwa wanakupa sapoti ya hapa na pale na mambo kama hayo. Sasa uliwezaje kuwashawishi wafanyakazi wa huku, wahudumu wa serikali hii ya nchi ya Ujerumani, ili wakakuelewa na wakakupa nafasi kufundisha Kiswahili katika chuo kikuu cha hapa, lakini pia na pale Pambazuka inapofanya shughuli zake? Kusema kweli, mimi ni mwajiriwa wa serikali ya Ujerumani. Kwa hivyo mimi hapa ni mwajiriwa wa chuo kikuu cha kiserikali. Kwa hivyo mimi ni mfanyakazi wa serikali. Na hapa chuoni kwetu kuna Kiswahili kimefundishwa zaidi ya miaka 100. Na zamani hizo walikuwa wakifundisha wazungu tu. Wajerumani wazungu ambao wamekisoma Kiswahili walifundisha Kiswahili kwa Kijerumani, wakakielewa, wakakielewesha kwa wanafunzi wao kwa Kijerumani. Lakini sidhani kama walikuwa wanaweza kukiongea vizuri, au wanafunzi walipata fursa ya kukiongea. Baada ya miaka kama miaka 60-70 iliyopita, kulikuwa na mwalimu wa kwanza ambao ni Mtanzania kufundisha Kiswahili hapa Ujerumani. Amefariki hapa juzi tu, Mungu ailaze mahali pema roho yake. Ndio, anaitwa Mzee Adam Hassan. Yeye alikuwa ni mwalimu wa Kiswahili kutoka Tanzania, Tanga. Amefundisha hapa kwa miaka zaidi ya 40. Akastaafu, akarudi nyumbani. Alafu mwalimu wa pili ambaye ni Mwafrika alikuwa akitoka Mombasa. Alikuwa anaitwa Mwalimu Omar Babu Marjani. Naye alifundisha hapa kwa miaka 10. Kwa bahati mbaya naye alifariki. Ndio mimi sasa nimekuja kukamata ile nafasi yake. Kwa hiyo sasa nipo hapa miaka 11, na hivyo ndo ninavyoweza kusema. Hatuhitaji ushawishi, lakini chuo kikuu chenyewe kina masomo ambayo yanahitaji kuwe kuna lugha za Kiafrika angalau 2 au 3. Kwa hivyo Kiswahili kimekuwa ni lugha ya kwanza ya Kiafrika kufundishwa hapa, pamoja na kwamba kuna lugha nyingine sasa hivi zinafundishwa ambazo ni za Kiafrika. Na zinafundishwa hivi kwa sababu kuna mchepuo wa masomo ambao unaitwa masomo ya Kiafrika na mazingira, masomo ya Kiafrika na utamaduni, yani tunaita African Studies. Ni kuanzia degree ya kwanza mpaka degree ya uzamili. Degree ya uzamili nikimaanisha masters degrees. Ndio. Kwa hivyo wanafunzi wote wanaosoma michepuo hii wanalazimika kusoma lugha moja ya Kiafrika. Na kwa sijui kwa sababu gani naona kwamba wanafunzi wengi wanakimbilia Kiswahili. Katika lugha hizi za Kiafrika zinazofunzwa hapa, wengi wakati mwingine wanajaa sana madarasani, hata siwezi kueleza, lakini wanawaacha tu wabaki. Itakapokuja kuwa sarufi na wabana, wanaanza kupungua kidogo kidogo, lakini wanakuwa wengi sana. Katika ufundishaji wako wa lugha ya Kiswahili kwa jamii hii ambayo lugha yao haingiliani na lugha ya Kibantu, naona hapo kuna ugumu kidogo. Changamoto hasa ni zipi? Changamoto ni kwamba hii ni lugha ambayo huwezi kuifananisha na lugha zao. Yani tukisema Germanistic au hizo Latin,
languages ni tofauti. Ni lugha hii ni ya kiasili kabisa ya Kiafrika, ina muundo wa kiasili kabisa wa Kiafrika, ni ya Kibantu. Kwa hivyo miundo yake ni ya Kibantu, na jinsi ya semantiki yake na sarufi yake ni tofauti sana na za kwao. Ingawaje lugha zote zina sheria, na baadhi ya sheria zinaweza kushabihiana ili kumfanya mtu aelewe. Kwa hivyo unaweza kutumia ule mfanano wa kisarufi ili waweze kuelewa vizuri lugha ya Kiswahili. Kiswahili ndio ni kigumu. Sasa wanafunzi wanapofanya mtihani na wengine wanaposhindwa kufikisha zile alama zisipotosha, wapo wanaoacha kabisa, au kuna namna unawashawishi waendelee kujifunza? Kwa bahati nzuri sijawahi kuona mwanafunzi hapa Chuo Kikuu cha Cologne ambaye ameshindwa kufaulu mtihani wa Kiswahili. Asante sana, nashukuru. Na ilikuwa ni swali la mtego sana. Naam. Hongera sana kwa hilo. Asante sana. Nikizungumzia lugha ya Kiswahili na ukuaji wake, katika kuendelea wewe sasa katika kuendelea kuhakikisha lugha hii inaendelea kukua na kuiongezea niseme kuongezea shughuli mbalimbali za kufanya kuwakipu watu bize kuzungumza lugha hiyo, ndio ukaja na Pambazuka, si ndio? Ndio. Pambazuka sasa hivi ina muda gani? Pambazuka kwa sasa ina miaka 4. Ndio. Pambazuka ina miaka 4, na uliniuliza swali kuhusu kupata supporti ya hapa serikali ya Kijerumani na serikali yetu ya Tanzania. Ni kweli tunapata sana supporti kubwa kutoka manispaa ya jiji la Cologne. Tuliweza kupata supporti kuhusu kwa Pambazuka kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo tunayafanya. Kwa mfano kufundisha Kiswahili kwa familia. Tulikuwa na programu ya kufundisha Kiswahili kwa familia. Kwa hiyo wazazi na watoto walikuja Pambazuka kila Ijumaa jioni kujifunza. Na katika kujifunza pale tulikuwa tunayagawa madarasa mawili, ya watoto na ya wazazi. Halafu katika kujifunza mara nyingi kunakuja pia na programu ya utendaji. Kwa hiyo tunaweza kusema tunafundisha kwa muda wa saa 1:30, halafu tunatumia tena saa 1 nyingine kujifunza labda kutengeneza chapati. Tunakuwa tumeandaa kwa tutakula chakula cha jioni pamoja, au kujifunza kuchora hina, vitu vyovyote vile ambavyo vinaelezea utamaduni wa Swahili. Na hivi tulipata support kubwa, ufadhili kutoka manispaa ya jiji la Cologne. Lakini kwa siku, kwa mfano ya kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani, kwa mara ya kwanza kabisa tulipata support kubwa sana kutoka ubalozi wa Tanzania hapa Ujerumani chini ya uongozi wa Dr. Abdalla Posi. Halafu baadaye hata mwaka jana tulipata support kubwa sana kutoka kwa balozi wetu mpya Mwamweta. Ndio. Hata yeye hakuweza kufika, lakini alihakikisha uwakilishi unakuja wa kutosha, na walikuja watu wa kutosha, na walitusupport hata kifedha pia kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo hatukupungukiwa kusema labda kulipa wasanii ambao walipanda jukwaani, hatukupungukiwa pesa. Alafu kusema labda kulipia eneo la kufanyia shughuli, tulipata fedha kidogo kutoka kwa watu tofauti. Sawa. Na kusema kweli tunathamini sana michango yao. Ndio. Sawa, ikiwa Kiswahili ni kama utambulisho wa jamii yetu, chukua nafasi gani hasa kuhakikisha tunaongeza familia, tunaongeza marafiki, watu ambao wanatoka hapa kwenda kuitembelea Tanzania? Imeshawahi kutokea kwamba mtu alisikia au alitoka kwenye darasa lako na akavutiwa kwenda Tanzania angalau, na ilikuwaje? Hiyo experience imekaaje? Kusema kweli Kiswahili kina mchango wake mkubwa sana kuwavuta watu karibu. Ndiyo. Ni lugha ambayo inatuvuta watu pamoja na tofauti zetu za kitaifa, utaifa, lugha, imani, itikadi, lakini Kiswahili ndio siku zote kinatuunganisha, sio tu wa Tanzania peke yake, wa Afrika peke yake, hata na wenzetu wa bara la Ulaya. Kabisa. Kwa mfano, wanafunzi kadhaa ambao nimewafundisha hapa Chuo Kikuu cha Cologne kwa miaka hii 11, nimepata wanafunzi ambao kwa mara ya kwanza walijifunza Kiswahili, hawakuwa wanakijua kabisa, lakini waliweza kukizungumza kidogo.
na walipoweza kukizungumza kidogo walitamani sana kufika Tanzania kwa sababu vile nikifundisha Kiswahili siwafundishi tu sarufi na vitu vingine vya fasihi, lakini nawafundisha na nikiwaonesha mazingira ya Waswahili halisi wanaozungumza Kiswahili, natumia nyimbo, natumia wasanii, na tunajua mbinu za kufundishia. Kwa hiyo unakuta watu wanapata ile tunaita hamu, kwa Kiingereza ungesema curiosity. Wanatamani kwenda. Kwa hiyo unakuta wanafunzi wengi ambao wananifuata, mwalimu, tunaomba utusaidie tupate hata nafasi za kwenda kufanya kazi ya kujitolea, kwa maana ya kwamba internship. Na wale wakienda Tanzania sasa wanapapenda, wanarudisha nyumbani kwao taarifa nzuri, alafu wazee wao wanawatembelea wakiwa Tanzania. Kwa hivyo unakuta sasa utalii unajitengeneza wenyewe pale kwa kupitia tu lugha, kwamba wanafunzi wakitembelewa na wazazi wao wanatengeneza mipango ya kufanya safari pamoja, wanatembelea vivutio na wanakuja kutangaza habari njema huku. Kwa hivyo inakuwa sio mwisho. Kwa hiyo kwa namna nyingine wewe ni kama pia balozi wa utalii kwa huko. Naweza kusema hivyo kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Hongera sana. Asante sana. Sasa kwa shughuli ambayo inafanywa na Pambazuka, kuwakusanya watu pamoja na kuandaa matamasha mbalimbali ambapo tunakwenda kuzungumzia ili tukio ambalo linakwenda kutokea hapa kufanyika Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Lakini serikali kupitia Wizara ya Utalii wamekuwa wakiandaa pia matamasha na event kubwa kwa hapa nchini Ujerumani. Ipi rai yako hasa katika kuboresha ushirikiano na katika maeneo mengine, kwa sababu nimeona kuwa akifanya Berlin tu, sidhani kama washai kuja kufanya hapa Cologne, na Pambazuka tunayo hapa. Labda sijui ipi rai yako katika kuendeleza kukuza uhusiano? Sawa, naam, asante sana kwa hoja nzuri ambayo umeiweka hapa mezani, na mimi ningependa kutoa maoni yangu kuihusu. Ndio. Ni kweli tumekuwa wapambanaji nambari 1 katika kuonesha uzalendo wetu na kuienzi lugha yetu ya Kiswahili kwa namna kubwa sana. Ndio. Kwanza kama sisi tu walimu. Ndio. Sio mwalimu peke yangu, kuna walimu wenzangu kadhaa hapa Ujerumani, hata nje ya Ujerumani na sehemu tofauti, nchi za jirani. Ndio. Tunafanya kazi kubwa hata katika taasisi kama Pambazuka. Tunawaleta watu karibu ambao si lazima Waswahili tu, hata ambao sio Waswahili lakini wana mapenzi na lugha ya Kiswahili, wanatamani kukijua vizuri au waliishi Tanzania miaka hiyo, wanakuja wanatuonesha wako na sisi. Na sisi tuko na wao. Tunafanya kazi kubwa sana. Kabisa, hongereni sana. Asante sana. Kwa hiyo rai yangu ni kwamba viongozi wanapokuja au wanapotaka kufanya jambo lao fulani ambalo linahusiana na lugha ya Kiswahili na utamaduni wake, wasisite kwanza kututafuta sisi ambao ni wadau namba 1, ni wadau wakubwa wa lugha hii ya adhimu ya Kiswahili huku ughaibuni. Alafu tunaweza kujua namna gani tunaweza kujipanga pamoja kufanya jambo likapendeza zaidi au likawa lina manufaa zaidi. Kwa mfano hapa juzi tumekuwa Paris. Ndiyo. Lakini lile kongamano la siku ya Kiswahili duniani huko Paris. Kwa mfano mimi nisingejua kama nisingeona tangazo kwa marafiki wengine. Kwa hiyo ni rai kwa watu kwa mfano kama BAKITA ambao pengine wanashirikiana na wadau mbalimbali serikalini kufanya ubunifu au kuhakikisha kwamba wanataka kufanya kitu fulani huku ughaibuni. Wahakikishe kwamba, kwa sababu watu wa BAKITA tuna mawasiliano, wahakikishe kwamba tunawasiliana, tunashiriki pamoja, kwa sababu sisi huku wanapokuja ndio sisi ni wenyeji wao. Lakini wakija tu wakitegemea balozi afanye kila kitu, balozi ana kazi zake zinazohusiana na balozi pale. Ndiyo. Lakini sisi ndo tuko chini hapa kwenye jamii ya watu na tuko jikoni, sisi tuko jikoni. Tuko jikoni ambako tuna wanafunzi, tuna watu wa jamii, tunafanya kila wakati mikutano mikubwa, tunafanya sherehe zinazohusiana na Waswahili na lugha yao. Kwa hivyo nafikiri ni jambo zuri sana. Ndiyo. Kwamba wanapokuwa wanajipanga wanahakikisha kwamba
kuweka mawasiliano ya moja kwa moja na wadau hasa wakubwa wa Kiswahili ambao ni sisi. Sawa, hilo limefikia wahusika. Asante sana. Sawa. Na sasa twende moja kwa moja katika shughuli yetu ambayo inakwenda kufanyika hii siku ya Jumamosi. Itakuwa ni Pambazuka Festival, si ndio? Ndio. Hasa kwa ufupi, dhumuni hasa la kuwa na hii festival ni lipi? Dhumuni ni lile kubwa kwamba tunakienzi Kiswahili. Tunakutana kusherehekea kwa sababu Kiswahili kwa Waswahili si lugha tu ya kuunganisha, lakini ni lugha ya uhuru. Ni lugha ya moyoni. Ni lugha ni maisha yetu. Kiswahili ni maisha yetu. Hatuwezi tukazungumza kwa lugha nyingine kwa ustadi, kwa ufundi, kwa majigambo, kwa kujiamini sana isipokuwa Kiswahili. Kwa hivyo tunapokutana Jumamosi tunasherehekea, tunaita Pambazuka Festival, lakini ni kusherehekea Kiswahili chetu. Sawa. Na miongoni mwa shughuli zitakazotokea pale, labda burudani au matukio yatakayotokea ni kama yapi? Tutakuwa na mambo mengi siku hiyo. Naomba watazamaji wanisikize kwa makini, hapo sasa. Tutakuwa na mambo mengi. Tutaanza saa 6 mchana. Tutahakikisha tunaweka majukwaa yetu vizuri. Tutakuwa na wasanii wengi ambao wataenda kufanya kazi yao ya kisanii. Wataimba, watadansi kwa live kabisa pale. Halafu tutakuwa na programu ya watoto ambako kuna waandishi wa vitabu vya watoto watakuja. Na wataleta vitabu vya watoto vya Kiswahili. Kwa hiyo waandishi wetu ni hapa. Ningependa kabisa hilo tulitilie mkazo kwa sababu kuna wadau wa Kiswahili ambao hata si walimu lakini ni waandishi. Kwa hiyo atakuja mwandishi wa vitabu vya watoto. Ndio. Na vitabu vyake atawasomea watoto hadithi. Watachora, watafanya michezo ya watoto pamoja. Mimi mwenyewe nina mpango wa kuweka ligi ya mdako. Ndio. Tuone nani anaweza atanishinda kucheza mdako. Michezo tutakuwa na michezo kama ya bao, mdako, rede, tutacheza. Tutadansi. Utanikumbusha nyumbani kabisa. Alafu kama hiyo haitoshi, kutakuwa na wageni kutoka Tanzania ambao hao wanafanya sarakasi. Sarakasi tunaweza kusema acrobatics kutoka Kigamboni KCC. Watafanya burudani nyingi, wataimba, watadansi, watapiga ngoma za kinyumbani, ngoma za utamaduni na kufanya sarakasi. Sawa. Kubwa kuliko vyote ni maakuli. Hapo. Na nilikuwa nasubiria hiyo sekta. Kubwa kuliko vyote ni maakuli. Tutakuwa na vyakula vyetu vya nyumbani. Vyakula vya nyumbani: pilau, ugali, mboga, kachumbari, masambusa, mandazi. Yaani utake kujua wewe bwana ni mtaalamu wa mapishi. Wa kupika. Nitajitahidi. Lakini wapishi tutakuwa wengi siku hiyo. Kwa hiyo kila mpishi ataonesha ustadi wake na mtakula mpaka mgalegale. Safi kabisa. Safi. Sasa umesema tukio litaanza saa 6? Ndio. Mpaka saa ngapi? Kwa kawaida tunasherehekea Kiswahili saa 6 mpaka saa 4 ya usiku. Ndio. Na baada ya saa 4 ya usiku ndio hapo napopata kamimi sasa. Baada ya saa 4 ya usiku Waswahili wote wenye hamu ya kuendelea kusherehekea tunaelekea Club Subway. Ndiyo. Ambako tunashirikiana na wenzetu ambao wanaitwa Afro Vibrations. Ndio, wao wameandaa usiku wa muziki wa Kiafrika. Safi kabisa. Usiku wa muziki wa Kiafrika. Naomba urudie hapo. Kwa hiyo baada ya pale tutakuwa tumekula, tumeshereheka, tumefurahi, tumesikiliza hadithi za Kiafrika. Mimi nitasimulia hadithi pia. Ndio. Halafu tutaenda, baada ya hapo inaitwa after party. Ndio, itafanyika huko Club Subway. Sawa. Club Subway ambako pale tunashirikiana na wenzetu wa Afrika wanaitwa Afro Vibration ambao wameandaa usiku wa muziki wa Kiafrika. Kwa hiyo pale watu bado waendelee kukusanya nguvu, wale washibe. Hizi Afro party watu tunazifuataga mbali sana huko. Sasa hivi tumeletewa, tunayo hapa nyumbani. Tutakuwa nayo na tutatamba nayo. Kwa hiyo jambo letu si dogo. Jambo letu ni kubwa. Jambo tunalo na tunatamba nalo. Sawa. Unawaambiaje kwa watu waliopo mbali? Kwa watu waliopo mbali wasisahau hata wasisite kuja, kwa sababu Koloni ni mji mmoja
umejaa ukarimu mwingi. Karibuni, lakini kwa kawaida napenda pia kutoa shukrani. Ndio. Natanguliza kabisa shukrani kwa sababu mara zote kwa miaka 4 sasa mfululizo tunapata watu wanatoka mbali. Watu wanatoka Holland, watu wanatoka Ubelgiji, watu wanatoka hata mikoa ya jirani, wanatoka kote huko. Watu wanatoka Uingereza. Wanakuja kwa matashtiti kabisa na bendera zao. Nafikiri unawaona wengine. Wanakuja na wanakuwa wametoka mbali sana. Wanakuja, wanashereheka na sisi, wanahakikisha wote tumefurahia hiyo siku. Kwa hivyo kwa wale wanaotoka mbali, endeleeni na moyo huo wa kujitolea kwa sababu hili jambo ni letu sote. Lugha ya Kiswahili ni yetu, Uswahili ni wetu, na utamaduni ni wetu. Kwa hiyo tukutane tarehe 11. Sawa. Sasa watu umesema hapo, tutilie mkazo hapo, na mimi pia labda kuna kitu ningependa kufahamu. Watu wanatoka mbali wanakuja. Je, kwa sisi ambao tuko single? Sawa, wenyewe ambao mko single, juzi hapa nilimsikia waziri Mheshimiwa Makonda akisema jamani, kukutana huku watu watumie fursa kabisa. Kwa hiyo kukutana na mtu, hakikisha unatengeneza connection, unatumia fursa vizuri. Huwezi kujua siku hiyo, huwezi kujua lolote linaweza likatokea. Mkastani. Lolote linaweza likatokea. Sawa. Nashukuru sana kusikia hivyo, na cha mwisho unawaambia nini wadau wawezeshaji kuhusiana na ili tukio letu hili na mengine yajayo? Kwa hili tukio nawashukuru sana wadau ambao wamekuwa pamoja nasi kwa miaka yote hii. Na wasihi sana waendelee, wasitutupe mkono, waendelee kuwa pamoja na sisi, na kama kuna wadau wengine wowote ambao wako tayari kutusaidia, basi wajitokeze, tushirikiane, tuendelee kupambania kilicho chetu. Tuko ughaibuni lakini hatusahau asili yetu. Hatutupi asili yetu kabisa. Sawa, mimi sina la ziada. Nashukuru, lakini pia ningependa tuje tulete mrejesho hapa kwa watazamaji wetu. Na tuambie nini kilichotokea, lakini pia tungependa kusikia mambo mengi na kufahamu mambo mengi kutoka kwako ukiyafanya pamoja na shughuli za Pambazuka. Sawa. Basi mimi ningependa pia kumalizia kwamba vijana wetu hapa wa Kiafrika, vijana wetu wa Kiswahili wasisahau pia wale ambao hawajajiunga. Kuna timu yetu hapa inaitwa Swahili Giants. Yes, ya mpira ndio kabisa. Ya mpira inaitwa Swahili Giants. Ndio. Na baba watoto wangu ni mmoja wa wadau wakubwa katika hiyo timu. Ndio. Tumekuwa pamoja na vijana wetu wa Kitanzania, tukikutana na vijana wa Kitanzania nchi za jirani. Wakati mwingine tunafungwa, wakati mwingine tunashinda, lakini tujumuike kwa sababu kukaa nchi za watu si rahisi kujifungia tu ndani. Kuna mambo mengi. Toka nje, fanya mazoezi na wenzako, cheza mpira, furahia na wenzako. Sawa. Na kipindi kijacho itabidi niwatafute Swahili Giants tuzungumze, kwa sababu nilishawahi kuwasikia wanakwenda mpaka Belgium kucheza mpira huko, wanajitahidi sana. Na pia na wenyewe pia ni mabalozi pia na wenyewe wa lugha ya Kiswahili, kwa sababu ni Swahili Giants na wanakwenda kucheza mpira huko na Waswahili wenzao. Ndio. Safi kabisa. Mimi nimefurahi kusikia hilo na nimeshukuru sana. Na ninaendelea kushukuru sana kuwa na wewe, kufanya mahojiano na wewe. Ndio maana naongea ninaogopa. Wewe ni mtu mkubwa bwana. Hapana, mimi mwalimu tu. Mtu mkubwa hapana. Nashukuru sana na nina imani tutaendelea inshallah kufanya interviews nyingi na ndugu zetu wataangalia. Ni kweli. Asante sana. Ninaitwa Hamisi Kitenge, nilikuwa na Mwalimu Agnes. Asante sana. Mpaka wakati ujao.